Na mtazamaji, hujambo na karibu tena basi katika idhaa yetu ya Dayo Radio, ambapo leo tumeweza kufika katika eneo la Likoni ili kuweza kuadhimisha siku ya wanawake kote duniani. Sherehe hii katika mji wa Mombasa imeandaliwa katika eneo bunge la Likoni pamoja na serikali ya kaunti ikishirikiana na mashirika ya kijamii ili kuwaleta wanawake pamoja, wajue jinsi gani ambavyo wanaweza kujiendeleza katika maisha. Kama kauli mbiu isemavyo kwamba give to gain. Hivyo basi yapo mengi sana ambayo yanatarajiwa kutoka kwa viongozi, lakini kwa sasa wacha tuweze kupata ni yapi ambayo yanaendelea. Zamani mwanamke alikuwa anapigwa na upande wa leso. Sasa kama kweli wanataka kumpiga mwanamke, mpige na noti. Maana leso pale kwa dada pia hakuna mambo ya kupiga kina mama. Hii si jambo ambalo kwamba ni la kawaida, na nataka tukubaliane hapa, akina mama wote, hakuna mtu akubali kumuona mtoto wake anatandikwa na mkwe. Hiyo ni jambo ambalo kwamba ni la kawaida. Hao ni mambo ambayo kwamba ni ya zamani, yamepitwa na wakati. Lakini pia tunaambia wanaume kuna na sheria katika hii Kenya. Mwanamume nguvu si katika misuli. Mwanamume nguvu ni katika moyo. Moyo kuweza kujizuia na kuweza kumwathiri yule ambaye kwamba ni wako wa nyumbani. Siku zote mambo ya elimu kwa kina mama ndio wenye kuhangaika. Kuanzia mtoto kupelekwa madrasa, kupelekwa ECD, kupelekwa wapi, ni akina mama siku zote. Kwa mtoto ambaye kwamba ana chini ya miaka 5, mzazi wake akishalipiwa SHA, ile SHA inafaa kumsaidia yule mtoto. Kama kuna gharama nyingine imebaki imezidi, hospitali ichukue jukumu ya gharama ile bila kuweza kumtoza yule ambaye kwamba ni mzazi. Tumejaliwa na tumebarikiwa na akina mama. Na tumebarikiwa na akina mama nganga. Sijui kama kuna kaunti nyingine katika hii Kenya. Bodi zetu zote kubwa machairman ni wanawake. Katika hii dunia hakuna kiumbe kilicho na nguvu kama kina mama. Kwa sababu mtarauka alfajiri, mchemshie mzee maji, mtatoa na mpunzi wende shule, na baada ya hapo ikifika saa 6 mwapigie wanafunzi chakula. Baada ya hapo ikifika saa 10 mzee alitoka kazi, mchemshie chai. Ni raha siraha, ni raha siraha, na nguvu na nguvu. Sasa lazima tuwapatie sifa zenu. Mwanzo nimefurahi sana kwa siku ya leo ambayo tumesherehekea sisi kama wamama, na timu yetu ikiwa give and gain. So mimi kama mwanamke nafurahi sana kuwekewa siku kama hii, na pia kwa siku kama hii tumepata mavuno mengi sana. Na siku kama hii pia tunaweza kutoa uchungu ambao tunapitia sisi kama kina mama, hasa katika ndoa zetu, hasa watoto wetu kulawitiwa, kujinajisiwa. Na vile pia kimimi ningependa kutilia pondo katika serikali iweze kusawirisha sana katika hali ya hizi kesi za kunajisiwa watoto na kina mama pia kunyimwa haki zao za kinyumbani. Vile pia ningependa serikali kuu ama serikali pia ya kaunti iweze kuzingatia widows, hao mama ambao ni wajane. Hata kama pia kuna tengo fulani cha pesa ambayo ingetengewa, wakawa wanaweza kupata kila mwisho wa mwezi ili kuwasaidia mahitaji madogo walionao katika majumba yao. Vile pia ningependa kuambia serikali tuweze kuimarisha sana sekta ya gender and violences, kwa sababu wamama wengi unapata mtu kwa mfano mimba za mapema, wamama wanatiwa mimba, wamama wadogo, na hawana makao, hawana kazi. Vile serikali pia ingeweza kuangalia young mothers, wangeweza kuwasaidia vipi wao kama young mothers ambao hawana mtetezi, kimaoni yangu mimi. Na vile tutashurutisha pia tuzidi kuwa empower wamama na biashara zao ndogo katika nchi yetu ya Kenya na jamii yote asili. Kwa majina naitwa Emily Mito.
Nafanya kazi na shirika inaitwa Mombasa Young Mothers CBO. Siku ya leo tuliweza kujumuika na wanawake kusherehekea siku ya wanawake ulimwenguni. Sisi kama shirika tunapongeza wanawake ambao wako katika uongozi na wanawake ambao wanafanya kazi za nyumbani, hasa kina mama wachanga, kwa sababu tunaona kina mama hawa wachanga wanafanya kazi nyingi na muda mwingi kazi hizi hazitambuliki kama kazi za kawaida, ambayo siku ya leo tuliweza kusherehekea kina mama wetu wachanga ambao tunawaita Young Mothers Doing Care Work. Kazi hizi za nyumbani wanafanya kazi za kuangalia watoto, kupika na pia kufua, lakini katika serikali yetu bado kina mama wetu wanapata changamoto kwa sababu wanapitia mambo kadhaa, moja ikiwemo GBV and harassment. Wakati wakiwa katika hizo kazi zao za nyumbani huko wanapitia changamoto hizo, na pia wanaogopa ama kukosa ujasiri wa kuweza kuziripoti. Wengi wao wanasema kwamba wakishadhulumika kimapenzi hawapati ile justice. So tulikupenda kuomba serikali ya kaunti ya Mombasa kuweza kuingilia kati, kwa sababu siku ya leo tuliweza kupendekeza ama kuandika mapendekezo ambayo tumeweza kumkabidhi gavana Mombasa Abdulswamad Sharif Nassir aweze kupitia na kujua changamoto ambazo kina mama wachanga wanapitia wakati wanafanya hizi kazi za nyumbani. Na pia kina mama hawa waliweza kukuja na mbinu ama ways forward ambayo wangependa serikali iweze kuwafanyia. Njia ya kwanza, waliomba serikali iweze kuwajumuisha katika mambo na decision making, kwa sababu mama kupata mimba akiwa mchanga inakuwa ngumu kwa huyu mama kubalance mambo na education na kazi za nyumbani. So inajaribu kuomba serikali iweze kuwapatia nafasi nyingine ili waweze kutimiza lengo zao. Naam, limekuwa kongamano la manufaa mengi sana kwa wakazi wa mji wa Mombasa, hasa wale wanawake ambao wameweza kupata fursa ama nafasi ya kuweza kuingia katika ukumbi huu na kujifundisha mengi au kupata mengi kutoka kwa viongozi kadha wa kadha serikalini, akiwemo mstahiki gavana Abdulswamad Sharif Nassir, ambapo yapo mengi sana ambayo yameweza kuangaziwa katika tamasha hili, ikiwemo watoto kupata elimu ya bure, watoto wa chekechea kupata elimu ya bure, vile vile misaada ambayo itatoka serikalini ili kuweza kuwasaidia wanawake katika mji wa Mombasa, pamoja na mengine mengi sana. Na mtazamaji, endelea kutufuatilia pale katika mitandao ya kijamii ili tupate kukujuza mengi zaidi ambayo yanaendelea katika siku hii ya kuadhimisha wanawake kote duniani. Mimi wananiita Hafsa Juma na hii ni Dayo Radio.